zako ipasavyo kumtafuta Mungu. Tumia akili yako ipasavyo kumtafuta Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 na mstari wa 32 na Luka sura ya 16 mstari wa 19. Hiyo utasoma wewe mwenyewe pia kwa sababu tulisoma katika juma lile lililopita. Amen. Hebu nisome huo mstari mmoja wa Korinto wa kwanza 15:34. Amen. Korinto Karibu. wa kwanza 15:34 Biblia inasema, tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena haya niwafedheheshe? Amen. Tumieni akili ipasavyo, wala msitende dhambi, maana wengine hawamjui Mungu. Mtume Paulo, moja ya miji ambayo Mungu alimpa ujumbe kwao ni mji wa Korinto, hasa kanisa lilokuwa kule Korinto. Korinto ni mji uliokuwa umeharibika sana. Ulikuwa na sifa nyingi mbaya za uchafu wa zinaa, miungu na takataka za kila namna. Moja ya neno ambalo Mungu analiweka kwenye moyo wake ili aliweke kwa watu wa Korinto ni kwamba watumie akili zao ipasavyo, wala wasitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Na tulipoangalia Luka sura 16 mstari wa 19, tuliangalia kisa cha tajiri na Lazaro. Tajiri akiwa kule kuzimu na Lazaro kule kuzimu, walipata nafasi ya kukutanisha macho, wakatazamana. Akamwona Lazaro yuko kwenye raha ya ajabu, na akaomba angalau achovye ncha ya kidole chake au burudishe ulimi wake. Lakini hiyo nafasi haikupatikana. Utasoma wewe mwenyewe kwa sababu hizo habari ni ndefu na nilisoma siku ile. Lakini akaomba kwamba Lazaro afufuke, kwa sababu duniani kuna ndugu 5 ambao nao waliishi maisha kama yale. Akaambiwa duniani kuna Musa na manabii, wawatii hao. Kwa tafsiri nyingine, maisha ni muda. Kwa hiyo hakukuwa na fursa nyingine tena. Sasa kwenye utangulizi nikasema kama kuna eneo linahitaji mtu atumie akili zake ipasavyo ni kumtafuta Mungu, maadamu Mungu bado anapatikana. Unajua uhuru tulio nao sasa wa mtu kuishi atakavyo, kufanya atakavyo. Hata shida hii unayoiona makanisani, mtu anaweza kumtumikia Mungu au akaacha akafanya vurugu zozote anazotaka, ni kwa sababu ya mchana tulio nao. Sasa huu mchana Mungu ametupa, sio kwamba kila mtu aishi ovyo ovyo. Ni lazima kila mtu atumie akili yake ipasavyo kumtafuta Mungu, kwa sababu kuna nyakati zitakuja majuto ni mjukuu. Na nikawaambia wakati Mungu anaongea na mimi neno hili ile tarehe 4, kuna mambo Mungu alinipa, mambo mawili muhimu. La kwanza lilikuwa ni watu wanaocheza kando kando ya shimo la maovu, wakimbie kabla ya kuzama humo na kupotea kabisa duniani. Sa mshahara wa dhambi ni mauti na karama ya Mungu ni uzima wa milele.
Nikasema kama unakuwepo kanisani unaishi maisha ya kutenda dhambi. Nilikuwa naona kwenye picha ile kama kuna watu wanacheza karibu na shimo. Hilo shimo ni refu, lina kina kirefu sana. Nilitoa maonyo siku ile, walionielewa walinielewa. Lakini jambo la pili nikapewa kwamba kila mmoja wetu anatakiwa atumie akili zake ipasavyo kuwekeza katika mambo muhimu yafuatayo. Nilitaja mambo 5, yakabaki 2. La kwanza nilisema ni kuchukia uovu na kuyakimbia maovu. Ilikuwa jambo la kwanza, na hapo niliongea mambo mengi na walionielewa walinielewa. La pili, kumtafuta Mungu katika ibada, maombi na kufunga bila kukata tamaa. Wanaomtafuta Mungu hawapaswi kukata tamaa kwa namna yoyote. Kwa namna yoyote. Na Yesu alifundisha katika Luka sura 18 mstari wa 1, akasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote na wala wasikate tamaa. Namba 3, nikasema kutii agizo kuu kwa njia 3. Njia ya kwanza kuomba, njia ya pili kuhubiri, njia ya 3 kutoa sadaka, ili wenye dhambi wapone hukumu inayoujia ulimwengu muda si mrefu. Ulimwengu tunaoona si muda mrefu. Biblia inatupa ushahidi ulio wazi kwamba dunia itakunjwa kama karatasi. Kwa hiyo wenye akili wanajua kwamba huu wakati Mungu amewapa kujijenga zaidi kwa kumtafuta yeye. La 3, kutimiza wajibu wako kupasao leo. Umtumikie Mungu kwa bidii. Ondoa uzembe, ujinga na ujanja. Kwa kuwa pandacho mtu ndicho atakachovuna. Mungu amekupa huduma au umepewa jukumu la kufanya nyumbani mwa Mungu, lifanye kwa bidii na kwa nguvu zote. Kwa nini? Kwa sababu ziko nyakati zitakuja, hautapata mtu wa kukuonya wala kukushauri. Kuna watu mnazoea mashauri, mnazoea maonyo, mnafika mahali mnachukulia kawaida. Acha hiyo. Timiza wajibu wako kupasao kumtumikia Mungu kwa bidii. Waebrania sura ya 3 mstari wa 7, Biblia inasema leo ukisikia sauti ya Mungu usifanye mgumu moyo wako. Waebrania 3:7. Jambo la 5 ilikuwa ni kumtolea Mungu zaka na sadaka kwa moyo wa kupenda na uaminifu. Yote haya niliongea. Mtolee Mungu zaka zako na sadaka zako kwa moyo wa kupenda. Haya mambo tumesha wafundisha. Nilishasema hata huko nyuma, kutoa zaka kwa mtu kunaonyesha moyo mbaya alionao. Ana moyo mbaya kwa Mungu, lakini pia na moyo mbaya hata juu ya madhabahu. Kwa nini wewe kama unampenda Mungu usikii kutoa? Maanake una tatizo. Sasa kuna wakati tunalea matatizo kanisani na mwisho yanageuka kuwa uhalali. Mtu anajichukulia kwamba ana uhalali wa kuishi hivyo. Kutoa sadaka kunaashiria moyo wa mtu unavyompenda Mungu. Mungu mwenyewe kwa kutupenda alitoa. Sasa ukiona mtu anaishi maisha ya wizi wa zaka, anaishi yani nagundua tu kwamba huyu ana tatizo la kiroho, ila haliko wazi. Sasa hata upendo wa mtu na mchumba wake, moja ya tafsiri, na ukitaka hata wasichana,
Ukitaka kujua mume huyu anayekuoa ni mume wa aina gani, angalia pia namna anavyoguswa na mahitaji yako. Kuna majanga mengine mnaenda kuyashuhudia kwenye ndoa, lakini ulianza kuyaona kwenye uchumba. Ni upendo gani huo ambao haumsukumi mtu kutoa? Unaiba zaka, unakula zaka. Hivi wewe unapokula zaka usikii vibaya? Unawezaje kuwa unaiba na mpenda Mungu na wewe ni mwongo, unafanya utapeli wa kawaida kanisani? Imani bila matendo, hiyo imani ni hai. Imefanyaje? Imekufa. Imani inatafsiriwa katika vitendo. Huwezi kuwa unasema una imani alafu unafanya mambo ya ovyo. Una imani gani? Hapo nilishasema. La sita ambalo sikusema siku ile, katikati mwa wiki nilisema, lakini ilikuwa kutumia akili zako ipasavyo katika mambo mema na ya kweli. Haya nimeshayasema mengi kwa wale niliokuwa nao katikati mwa wiki, karibu kwa majuma mawili kadhaa kabla sijaenda kuzindua kanisa Bomambili wiki iliyopita. Nilisema, lakini pia na Jumatano niliongea jambo hili, na kwa sababu sijalimalizia bado, lina mambo kadha wa kadha, nitaangalia naweza kulirudia Jumatano jambo hili. Kutumia akili zako ipasavyo katika mambo mema na ya kweli. Labda andika ile mistari wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8, lakini pia wa Efeso sura ya 2 mstari wa 10. Wa Filipi 4:8 anasema, mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yenye kupendeza, ikiwapo sifa njema yoyote, ukiwapo wema wote, likiwapo jambo zuri lolote, yatafakarini hayo. Wa Efeso 2 mstari wa 10, Biblia inasema tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza tokea awali. Kwa hiyo ndani ya Mkristo kuna DNA za kutenda mema. Kwa hiyo sasa nikasema kuna mambo muhimu ambayo akili yako inapaswa kustiki hapo ili uyatende kwa nguvu, uyatende kwa bidii, uyatende kwa uaminifu. Na niliyataja baadhi. La kwanza nikasema penda kumfanyia Mungu ibada, maombi na kufunga, ili jambo liwe kipaumbele chako, kwa sababu ni jambo jema. Maana Biblia inaposema mambo yote yaliyo ya kweli, yoyote yenye kupendezwa, ikiwapo sifa njema yote, ukiwapo wema wote, ni mambo gani basi hayo? Nikawapa mambo machache. La kwanza nikasema ni lazima macho ya Mkristo na akili ya Mkristo viwekwe kwenye ibada. Kama wewe unasema ni Mkristo halafu hushiriki ibada, una tatizo. Lakini pia penda kumtafuta Mungu katika kuomba na kufunga, kwa sababu nidhamu ya kuomba na kufunga inaonyesha high kiu, inatafsiri moyo wako unavyoamini kabisa kwamba bila Mungu mimi siwezi. Kama huombi na kufunga, unatafsiri kabisa, unatupa kujua kabisa kwamba wewe unaweza kila kitu. Alitukumbusha mtumishi wa Mungu Joy wiki ngapi ile ya wanawake, akaeleza vizuri sana kwenye swala hili la kufunga na kuomba kwamba kama Mkristo hafungi na kuomba, huyu Mkristo maana yake anaweza kila kitu. Yaani hata Mungu kwake ni kitu kidogo sana. Sasa ile shauku yako ya kumtafuta Mungu inaonyesha kwamba wewe huwezi, bila Mungu huwezi chochote. Waimbaji, swala la ibada na swala la maombi ndani yako vinapaswa kuwa vitu vinavyotokota namna hii, kama chungu kilichoko kwenye jiko, vinasikika ndani ya moyo wako. Unapopoteza ibada, unapoteza ushirika wako na Mungu. Unapopoteza maombi, unapoteza ukaribu wako na Mungu. Biblia inasema nikaribieni mimi na mimi nitafanyaje? Nitawakaribia ninyi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunamkaribia Mungu wapi? Maana Mungu hatumuoni. Angekuwa tunamuona kama ninavyomuona Hosea, ningeenda kukaa pale karibu na kiti chake.
lakini Mungu hatumuoni, lakini ametupa njia za kumkaribia. La kwanza, penda kuwa mtu wa ibada. La pili, kaa kwenye maombi. La tatu, kaa kwenye neno la Mungu na mengine yanayofanana na hayo. Lakini la pili nikasema, uwe mtu wa shukrani. Uwe mtu wa shukrani mbele za Mungu. Shukrani ni jambo jema, hata kama unapitia nyakati ngumu, hata ukikutana na kitu kinachokuumiza, hata kama umeonywa, umekaripiwa. Nashukuru mwanangu Innocent, nilimkemea na kumuonya hapa. Aliporudi nyumbani bado akasikia kunipenda, kwamba bado wewe ni baba yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndiyo, hata kama tukikukemea na kukuonya, kwa sababu tunachukia tabia iliyoko ndani yako, lakini wewe mwenyewe tunakupenda. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa sababu haina maana mtu akikuonya, akikukaripia, ndio maana amekuchukia. Mwenye akili mbovu anakasirika na kuvimba. Sasa ukikasirika na kuvimba, imekula kwako. Lakini unapoonya, hata Mungu mwenyewe anatuonya na anatukemea. Ukichukia kuonywa na kukemewa, basi wewe tabia zako ni hizi. Msomee Waebrania sura 12. Waebrania 12 anzia ule mstari wa 4. Soma kwa haraka sana uangalie. Mstari wa 4. Ndio. Inasema, ndio, hamjafanya vita hata kumwagika damu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu. Mkishindana na dhambi. Mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo. Tena mmesahau yale maonyo yasemayo nanyi. Kama kusema na wana. Kama kusema na wana. Mwanangu, usiadharau marudi ya Bwana. Usiadharau marudia ya Bwana. Wala usizimie moyo. Ukikemewa naye. Amen. Endelea bado. Amen. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Yaani kumbe kukemewa maana yake unapendwa. Bwana asifiwe. Amen. Yaani ukiona wewe unakemewa, unafanyaje? Unapendwa. Kama upendwi, unaendelea kuachwa ili uharibikie, utumbukie shimoni. Kwa kuonywa na kukemewa ni dalili ya kupendwa. Naye humpinga kila mwana amkubarie. Naye humpinga kila mwana humpiga, sio humpinga. Humpiga maana yake umchapa kiboko. Nilipomchapa kiboko mwanangu juzi, nikamtandika mbele ya walimu wake, na walimu wakaona uso wa baba umebadilika, wakasema sasa na sisi ndio wajuzi wa kupiga. Ndio wao wakampa kiboko kweli kweli. Mwanangu alirudi amepata adabu. Amen. Alirudi amepata adabu. Nikaangalia, je, atanikasirikia? Aliporudi nikaona nitazama vizuri. Sasa wewe bado ni baba. Nikasema ndio, nachukia ujinga. Kwa sababu leo ujinga ukiachwa unazaa matokeo mabaya kwenye maisha. Utakuja kuta unafanya vitu vya ovyo, ulishakuwa mtu mzima. Hata mke atakayeolewa na wewe anashangaa, huyu mtoto alilelewaje? Mbona hana hata misuli ya kuhimili kutunza mke? Kwa ni lazima uonywe, ukemewe. Na hii ni dalili ya kupendwa. Malizia hapo. Ni kwa ajili ya kurudiwa. Wastahimili Mungu awatendea kama wana. Wastahimili na Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi. Kwa hiyo anayechukia maonyo, anayekasirika kionywa ni mtoto wa haramu, wala si wana wa halali. Mwana wa halali anapokea nini? Maonyo. Anapokea maonyo. Amen. Kwa hiyo Daudi, mkionywa hapa maanake mnapendwa. Amen. Na wewe unajua moyo wangu unavyokupenda. Amen. Sasa nikiona kuna vitu ambavyo haviko sawa, maana tunatengeneza mtumishi. Tunatengeneza mtu ambaye kesho hata Mungu ukipata wito, labda ukawa pasta kama mimi, hata mshirika kikaa na wewe asikia nakaa kwenye mikono salama. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hata sisi tulionywa, tulikemewa. Tulionywa. Kuna mwaka fulani nilikuwa nimeshaandaliwa kuwa shemasi kanisani. Mchungaji wangu hakuwepo, subiri. Pasta wangu hakuwepo. Alafu nimeteuliwa na msaidizi wake. Aliporudi akasimama Jumapili akasema, jina la Geoffrey ondoeni, kwa sababu bado naona hajakidhi viwango. Moyo wangu kalipuka lipu. Na kanisani kuna wajinga wachache wanakuja na kuambia, yaani wewe pasta anakuchukia.
Nikaambia pastor hajawahi kunichukia hata siku moja. Amen. Kwa nini sasa amesema? Nikaambia pastor ananipenda, yeye ndio mchungaji wangu, ndiye anayeniona ninavyoenda. Amen. Acheni, tulieni. Amen. Kama unanipenda wewe niombee. Amen. Unajua huyo ndio baadaye alikuja kunibariki. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kumbe kuna vita alikuwa ananitengeneza ndani yangu. Kwa hiyo hata maonyo pia, hata wazazi, usimlee mtoto tu kamlea hivi. Ukisikia hata mtu akimkemea unakuja juu, utavuna mabua kesho. Utavuna mabua kesho, kwa sababu hata Mungu mwenyewe anatukemea. Ndio maana umeomba maombi mengi hata hayajajibiwa. Kwani hajajibiwa Mungu anakuchukia? Hapana. Na kuuliza anakuchukia? Hapana, baada anakulea. Kuna viwango anataka ufike. Maana inawezekana kikujibu leo unaweza tukachanganyikiwa. Kuna mtu mmoja alikuwa anaomba Mungu, nipe hela, nipe hela. Alipokamata 2 milioni tu, cha kwanza alianza kuwaza kuongeza mke wa pili. Sasa ina maana Mungu amekupa hela ili uende kuwa kichaa. Kwa hiyo kuna wengine Mungu anatuacha. Kuna wachungaji wanaomba Mungu, nipe kanisa la watu wengi. Mungu anakupima hata hao ulionao umewaleaje? Amen. Nenda polepole, utafika wakati. Inawezekana wakija wengi wakakuharibu na kiburi kikapanda, ukafikiri wewe ni Mungu. Kwa Mungu kuna vipimo anatupitisha. Unaenda unaomba binti, nipe mchumba. Mungu akiangalia akili zako bado ni mapepe. Sasa wewe nikikupa mme, utaweza kumtunza kweli? Wanaume nao wana machangamoto yao. Wewe, si kuna wadada wameingia kwenye ndoa wakatamani kukimbia mbio. Yani wakati wewe unatamani kuingia, kuna wengine wanatafuta mlango wa kutokea. Kwa hiyo ukiona jambo halijatiki, usimkasirikie Mungu, usisikie vibaya. Bado unatengenezwa. Kuna wakati unakuja ambapo sasa ukifika utayapata mazuri na utaweza kulihendo sawa sawa. Amen. Ndio maana binti mwenye akili, hata kama naona wala aliowazidi wanaolewa, yeye bado yupo, hakasiriki wala hawaonei wivu. Anachofanya anasema, na mimi kesho yangu iliyo bora inakuja. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anasema mme wangu yupo. Sikuletwa hapa niwe nani? Amen. Ni nani yule? Ni nani? Anasema sikuletwa hapa duniani ili niwe. Ni nani aliishi bila mme? Kuna naye mkumbuka yote? Hamna. Yani ukuletwa hapa duniani uishi peke yako. Na Mungu alishasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Yani binti mwenye akili huwa anamkaba Mungu, mimi mme wangu yupo, mimi ni msaidizi wa mtu fulani yupo. Kwa hiyo anapowaona wengine nafasi zinakuja, nasema ninyi tangulieni tu, ni swala la wakati na mimi niko njiani ninakuja. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tena unawaombea vizuri. Tena ukitaka kufanikiwa, wabariki. Ukisikia binti mwenzako amepata mchumba, ndio uandae mchango wa kumsapoti. Sio wewe unakwepa. Andaa mchango, ikiwezekana kazawadi, ili na Mungu akuone kabisa kwamba una moyo wa kumbariki mwenzako. Amen. Sio wewe unasikia kijana mwenzako anaoa, unapiga kona namna hii. Kuna vijana wana tabia za kukwepa, wanapiga makona namna hii. Acha tabia hiyo. Unaona kijana anaoa, kijana anatarajia kuwa na ndoa. Kwa mfano, sasa tuna kijana hapa anatarajia kufunga ndoa hapa mbele yetu. Lazima ujiulize, wewe ni kijana, umeshatoa mchango? Kwa sababu huwezi kukaa hapa unakwepa. Kesho ni wewe. Haya, wale mliofunga ndoa, umeshafunga ndoa tayari. Lazima ujiulize, saa hizi kuna ndoa ipo kanisani, mimi nimeshatoa mchango wangu? Kwa sababu wewe ulichangiwa, na kama ulichangiwa, kwa nini unakwepa kumchangia mwenzako? Kwa ni lazima yale unaowatendea wengine ndio na wewe Mungu atakutendea kesho. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kama wewe unaona wivu mwenzako anapobarikiwa, unajiandaa kuwa maskini. Jifunze kumbariki mwenzako anapofanikiwa. Jifunze huo moyo. Amen.
Mimi Mungu alinifundisha hii kanuni. Amen. Anifundisha mapema kabisa. Yaani nilikuwa napambana na tabia. Unajua kila mwanadamu ana tabia yake ya asili. Sasa ni lazima uangalie tabia yako huwa inakuongoza kufanya nini. Kwa jifunze, Biblia inasema ushinde ubaya kwa wema. Yaani ukitaka Mungu akukumbuke, jifunze kuwakumbuka wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Pointi ya 3 kwenye eneo hili ambalo tuliliangalia, pointi ya 3, penda kujitoa kumtumikia Mungu. Penda kujitoa kumtumikia Mungu. Hili jambo nilisema, hili nalo ni jambo jema. Mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yenye kupendeza, ikiwapo sifa njema yoyote, ukiwapo wema wowote, yatafakarini hayo. Penda kumtumikia Mungu. Wewe usipomtumikia Mungu leo, yatainuliwa mawe yamtumikie, halafu siku ya mwisho utapata aibu. Na ninapenda kuambia neno hili kwamba maisha yetu tulio nayo hapa duniani yana muda. Wewe hauko hapa duniani kwa sababu ni mzuri sana, wewe ni wa maana sana. Mungu amekupa fursa wewe na mimi tuitumie kumtumikia. Tunaelewana wa ndugu? Amen. Tunaelewana? Amen. Tuitumie kufanyaje? Kumtumikia. Penda kumtumikia, tena sio kwa ulegevu. Tumika kwa bidii na kwa uaminifu, kwa sababu apandacho mtu ndicho atakachofanyaje? Ndicho atakachovuna. Sasa unapanda nini leo? Wewe ni mwana praise, inafika masaa ya praise, unajua kabisa yamekaribia, na wewe unajua hii ndio huduma yangu. Halafu eti mvua inanyesha kama hivi, unasema leo siendi. Wewe ni mgonjwa, hujui unachofanya. Wewe ni mwimbaji, unajua hii ni saa ya mazoezi, na halafu kimetokea kikwazo, unasema sifanyi. Ni lazima ujiulize, huyu anayemiliki uhai wako. Kwa sababu tunapotumika, hatutumikii mchungaji, hatutumikii fulani, tunamtumikia Mungu anayeona. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunatumikia Mungu aliye hai. Sasa kwa Mungu aliye hai, kila vinapotokea vipingamizi kwako, ni lazima ujiulize, sasa hivi ndio natakiwa nionyeshe imani. Maana imani bila matendo imefanyaje? Imekufa. Hata kinapokuja kikwazo mbele yako, ni lazima uonyeshe bidii ya kutumika. Bwana asifiwe. Amen. Nilikuwa nawapongeza wana maombi wiki ile niliyokuwa nao hapa. Nikawaambia Mungu awabariki, kwa sababu kila Ijumaa nikija hapa ninawakuta mnaomba. Haijalishi mmepitia maanguko ya uongozi wenu, mara wanapotea, wanafanyaje, ninyi mumo. Mungu awabariki sana kwa moyo huo, kwa sababu hatumtafuti Mungu kwa kumwangalia fulani. Nilishawaambia hata mimi pastor wenu nikiota kiburi nikafikiri kwamba bila mimi hakuna chochote, tayari nimetengeneza anguko kwenye maisha. Ni lazima tumtumikie Mungu kwa adabu na kwa nidhamu. Sasa wale wanaojua Mungu wanayemtumikia, hata kama kiumba fulani, wao wako kwenye mstari wanaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa wakanibariki, watu wanakuja kuomba wengi, mpaka na wengine ambao nilikuwa siwaoni wanakuja kuomba Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumempa uongozi msaidizi wa maombi na alikuwa hajafika. Ezekia, simama. Mzee simama. Huyu ndiye msaidizi wa Cecilia hapa. Umekuta wenzako tumeshawaombea hapa, kwa sababu sasa nadhani ya mazingira yaliyotokea. Tumempa uongozi huyu mzee asimame, kwa sababu wana maombi wanajua tangu Mungu alipompa neema ya kuwa hapa kwenye maombi hakosi, yupo. Amen. Na mimi huyu mzee nilimkuta huko Kisaki huko, nimeenda kuhubiri na askofu wa jimbo la Morogoro. Ni mtumishi wa Mungu huyu baba, moyo wake unampenda Mungu. Amen. Sasa na dalili na hali alipofika hata hajajificha. Kila Ijumaa unamuona baba yuko kwenye maombi na wana maombi. Sasa tukajuzi Ijumaa wiki ile tulipokaa, nikasema jamani, sasa timu ya uongozi imekaa miezi karibu 3
haina uongozi unaoeleweka. Nimevumilia hapa kwamba wengine wajitafakari, lakini wanafanya ujinga ule ule. Sasa tunaweka uongozi sasa wa kudumu. Sasa na watu wapo pale. Nashukuru wa ndugu wakasema, pastor, twende mbele. Sasa ndio tumeenda mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini ule moyo wa kuendelea katika mazingira hayo ulinibariki sana, kama hawa ndugu wanatambua wanachokifanya. Wanatambua Mungu wanayemtumikia. Na mimi ukivuruga kwenye maombi, unasikia kama umerarua moyo wangu. Niliwaambia siku ile kwenye maombi nikasema hivi, ukinipa vipaumbele, cha kwanza nitakwambia ni kuomba. Cha pili ni kuomba. Cha tatu ni kufanyaje? Ni kuomba. Kwa unapovuruga eneo hilo, yani unararua moyo wangu. Sasa mimi najua bila maombi hata hapa nisingefika hapa nilipo. Bila maombi nisingefika hapa. Ninakuja kuanza kazi Dar es Salaam, adui akasema nimejipanga. Yani mimi naingia kuanza kazi kama misionari. Akaunti yangu ilikuwa inasoma karibu milioni 6. Miaka hiyo sikuingia kizembe mimi. Sikuja kumlemea mtu, kwa sababu hiyo sio tabia yangu. Sasa nimekaa nikasema kazi yenyewe hapa sijaanza, na kila wachungaji nao wasogelea hawanijui. Hata niliopeleka barua kwao wakasema umekuja hatukujui, hatuna mipango na wewe. Nikamwambia hamna shida. Kaka yangu ni mjasiriamali kule Mbagara kule, nikawa naishi kwake, naye sasa na chumba kimoja na mke wake amepanga. Nikawa na kasto. Sasa mwanaume gani nitakaa store? Siku moja nikaenda pale za Kiemu nikanunua mkeka na shuka na mto. Nikaenda kule Kibonde Maji nikachukua chumba cha nje cha shilingi 5,000 sio 6,000. Wewe maisha bwana ndio hivyo. Wewe usipate shida, maisha unaenda kutokana na hali iliyopo. Amen. Kataandika kwenye kile chumba, nikaanza kulala pale. Nikampigia simu mke wangu, hebu nitumie kijana hapa. Katuma kijana. Kaja hapa nikakaa naye hapa. Maana sasa nakaa kwenye chumba, ile nyumba ilikuwa na wamalaya wengi hapa. Sasa hii hali sio yenyewe. Mimi ni mtumishi wa Bwana hapa. Nisije nikasakiziwa ya kusakiziwa hapa. Kwa sababu ilikuwa ni uswahilini kweli kweli. Sasa nikakaa pale. Kwa hiyo nikamwambia sasa kijana, hatutakaa tu idle hapa, tutafute cha kufanya. Tukaenda pale za Kiemu pale, barabara ya pili, nikachukua chumba, nikaweka bidhaa mle zote, nikaenda nikachukua benki, maana sikutaka kuzitumia. Nikachukua nikanunua bidhaa, tukaweka pale. Kijana kawa anashinda pale na mimi niko naomba Mungu. Bwana umenileta Dar es Salaam, nifanye nini? Sasa siku moja Bwana akaniambia, mwanangu, nina kazi na wewe. Ingia kwenye maombi niseme na wewe. Nikaingia kwenye maombi. Nikadhani yale maombi nitakaa siku 3. Siku ya kwanza, ya pili, na maliza ya 3, nikasikia mzigo wa kuomba utafikiri nimechokoza nyuki kwenye mzinga. Nilikaa kwenye maombi yale. Nikakaa siku 10, 11, 12, 20, 21. Siku ya 26 asubuhi saa 3 Bwana kanena na mimi, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Ndio maana mimi kama kuna jambo linanishangaza ni namna ninavyoona watu wanavyomchukulia Mungu kirahisi. Nasikia huko kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuna watu wanamtumia Mungu kama shemeji rafiki. Mungu ameongea hiki, yani kila kitu Mungu ameongea. Mbona Mungu haongeagi sio kasuku namna hiyo? Mungu ana kanuni za kuongea na haongei ovyo ovyo. Tuko pamoja? Amen. Mungu akiongea hata neno fupi lina nguvu ya ajabu sana. Amen. Lile neno, wewe fikiria umekaa siku ya 20 na sikuambiwa niache. Niliendelea mpaka siku ya 42. Ilipofika 42 nikasikia mzigo wa kuomba umekata. Ya 43 nikashukuru. Lakini angalia neno fupi tu, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Hakuna maelezo, hakuna ufafanuzi. Na Mungu akisema na wewe, unachotakiwa ni kuamini. Tuko pamoja? Amen. Ni kufanyaje? Kuamini. Ni kuamini, na hiyo sauti uitunze.
ukashinda kutunza sauti ya Mungu, ukatafuta sauti zingine, umeenda na maji. Kwa hiyo nikaing'ang'ania hiyo sauti, nikapita kwenye mawimbi. Zile hela nilizoweka kwenye kile kibanda zote zikaisha. Dua ananihubiri, ananiambia sasa ulijichanganya. Sasa utaishije hapa? Naambia no, Mungu alishaniambia nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Katulia. Nikaendelea. Baadaye ndio nikaanza kuona ngome zinaanguka. Hebu sema ngome zikaanguka. Sasa Mungu akaanza kushughulisha watu humu mjini. Fikiria unatoka kwenye mkeka unakwenda kutunzwa na nyumba ya waziri. Akainua na mama mwingine alikuwa anafanya kazi kwenye benki ya Standard Charter. Yaani Mungu akatengeneza watu wa kushika huduma yangu kwenye ugeni hapa Dar es Salaam. Nikaanza kuishi kama mfalme. Nikaanza kupelekwa Dodoma, nikapelekwa wapi, nikaanza kuitwa kwenye majengo makubwa kwenda kuombea watu. Nikasema kumbe Mungu wewe ulikuwepo. Ulikuwa tu umenyamaza tu unanipima. Je, ninaelewa maamuzi niliyoamua? Ninaelewa kile nilichokuja ukifanya? Sasa angalia, sauti iliyonitunza ilizaliwa kwenye maombi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa ukianza kuona watu wanadharau kuomba, watu wanapuuza kuomba, maana yake wamepanga kushindwa. Na sikilizeni niwaambie, tukianza kuongoza kanisa la watu wasioomba, hilo kanisa tunalipeleka wapi? Hilo kanisa aliendi kokote. Sikiliza, sifa ya Wapentekoste ni maombi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sifa ya Wapentekoste ni nini? Maombi. Ni maombi. Sisi sio kanisa la dini. Sisi ni Wapentekoste. Sisi ni watu waliookoka. Kwa hiyo kuomba ni tabia yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni lazima usikie. Huwezi kukuta kwa mfano Ijumaa ilishatangazwa iko kwenye damu, lakini mwana FPCT Bonde la Baraka kwamba siku ya Ijumaa ukiamka asubuhi hakuna kugusa chai wala chakula masaa 12. Masaa 12 ni kipimo cha huyu muombaji anayeanza, ili kila mtu afanyeje? Aombe. Lakini yule mtu anatakiwa ajiongeze pia, ikiwezekana aendelee. Yaani hili tendo lisibaki hapo. Tuko pamoja wa ndugu? Amen. Tuko pamoja? Amen. Hiki ni kipimo, mahali pa kuanzia. Kwa hiyo hii Ijumaa yenyewe unaikamata kabisa, unasema Ijumaa yenyewe hakuna kabisa, hakuna. Yaani hata kama una madonda ya tumbo yanakusumbua, jifunze hata kuanza hata maombi hata masaa 2-3. Ukiona unazidiwa, unaweza kutafuta maji kidogo ili kusudi usiharibu afya. Unapata angalau kidogo tu, lakini ile nia ya kufunga iwepo. Kama ni kamkate kidogo unaweka tumboni ili kupoza, maana asasi zinaharibu afya. Kwa hiyo unafanya, lakini Mungu aone kabisa kwamba huyu mwanangu ana nia ya kufunga. Sio unaacha. Unapoacha unamwambia Mungu, mimi nina uwezo, ninaweza kutatua kila kitu. Lakini kama najua Mungu ndiye kila kitu kwenye maisha yako, jifunze kuomba. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jifunze kufanyaje? Kuomba. Kwa hiyo kila mtu pale alipo kwenye eneo la utumishi wake, onyesha bidii, onyesha kumaanisha katika kile unachokifanya. Yaani hili jambo liwe kwenye moyo. Sasa mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yenye kupendeza, ikiwapo sifa njema yoyote, likiwapo jambo jema lolote, tafakarini hayo. Kwa hiyo wote mnaonisikiliza hapa na wale wote mnaonifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, nataka nikupe vipaumbele ambavyo vinapaswa kukaa kwenye moyo wako, vitu ambavyo shetani asikuondolee. Unajua shetani huwa anaiba roho ya ibada. Shetani anaiba roho ya shukrani ndani ya mtu. Shetani anaiba roho ya maombi ndani ya mtu, ili ubaki unamangamanga tu, lakini lazima uvinganganie, utetee hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jambo lingine ambalo ni jema ni hili la kupenda kumtolea Mungu. Lazima upende kumtolea Mungu. Sasa nimesema kutoa kuna tafsiri moyo mzuri, kutoa kuna tafsiri moyo mbaya. Kwa hiyo kama
upo wewe kutoa kwako kunakuwa ni kama kulazimishwa. Na wengine ndio hivyo, ulishajiachilia, zaka hutoi, unaonyesha moyo mbaya, tabia mbaya, huna heshima wala nidhamu mbele ya Mungu. Kwa ni lazima huyu Mungu tumuonyeshe heshima kwa vitendo. Kwa sababu imani bila matendo imefanyaje? Imekufa. Huwezi kunasema unayo imani halafu matendo huna. Hiyo sio imani, huo ni ujanja, huo ni utapeli na uswahili wa kawaida. Sasa imani inatafsiriwa kwenye nini? Kwenye vitendo. Bwana asifiwe. Amen. Tukishaanguka matendo, tukabaki tunasema ni tuna imani, maana tunadanganya. Tuko pamoja wa ndugu? Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Maana yake tunadanganya. Haya. Jambo lingine ambalo ni jema la kutafakari ambalo tuliumbiwa kutenda katika Waefeso 2:10, tuliumbwa katika Kristo Yesu ili tutende matendo mema ambayo Mungu aliyatengeneza tokea awali. Kwa kutoa sadaka ni tendo jema, linapaswa liwe kwenye moyo wako. Kumtumikia Mungu liwe kwenye moyo, lisiwe jambo kama unalazimishwa. Kusali, ibada, kuomba ni tendo jema. Haya, jambo lingine, penda kuwatendea watu mema. Bwana asifiwe. Amen. Penda kufanyaje? Kuwatendea watu. Kuwatendea watu mema. Ni hivi wa ndugu, watu wa Mungu mnaonisikiliza, ni lazima tuwatendee watu mema. Yaani maisha yangu mimi Geoffrey, yaani kuishi kwangu kwenye hii dunia, mimi ni zawadi ya watu wengine. Yaani wewe Mungu mpaka leo unaishi, uko hai, wewe ni zawadi, wewe ni baraka kwa watu wengine. Yale mema yaliyo ndani ya mkono wako kuyafanya, watendee watu. Katika Wagalatia ile sura ya 6 na mstari wa 9 na wa 10 anasema tusichoke kutenda mema, tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Na kadiri tuwapatavyo nafasi tuwatendee watu wote mema, hasa jamii ya waaminio. Sasa unapomuona mwaminio ana jambo linalohitaji mchango wako, kamtendee jema. Ndio maana nikasema kanisa tunaishi sisi ni familia. Kuna kijana binti anaolewa, kijana anaoa, au anaumwa, au ana changamoto ambayo wewe unaweza kumsaidia. Usikunje mkono, mtendee. Wewe usipomtendea mema uko hai, utamtendea mema amekufa? Au wewe usipotenda mema uko hai, utatenda umekufa? Hautatenda ukiwa umekufa. Watendee watu mema. Niliwaambia ile Jumatano nikiwa nafundisha, nikasema wakati tunazindua kanisa la mahali hapa, nilimpokea rafiki yangu ambaye nilipanda naye mlima Sinai, Dr. Julius Msuya. Msuya yule baba ni bilionea pale Arusha, baba mwenye moyo mzuri sana. Wakati tunazindua kanisa la mahali alikuja hapa na akatoa sadaka yake. Yeye alitoa sadaka, nadhani ilikuwa inawazidi wote waliofika kwenye kanisa kwenye uzinduzi wetu hapa. Yule baba kwa kunionyesha upendo alionao na wema alionao, alinikaribisha nyumbani kwake kule wilaya ya Mwanga, akanipeleka ni juu kabisa. Ukiwa pale unaiona Kenya kwa chini hivi, alikuwa amejenga kama ikuru. Sasa yule baba nimeenda Arusha mara kadhaa nyumbani kwake, hata marafiki zangu walioko Arusha wananiuliza, wewe umefahamianaje na huyu mzee? Naambia ni Mungu tu, kwa sababu wewe ulivyo Mungu atakuconnect na watu sahihi. Bwana asifiwe. Amen. Wanasema nionyeshe marafiki zako afu nijue nikuonyeshe tabia yako, kwa sababu sio kila mtu tu atakuwa connected na wewe. Mungu anakupa watu kutokana na wewe mwenyewe jinsi ulivyo. Sasa akasema nimekuleta huku rafiki yangu, wewe ulinitia moyo, kwa sababu ni kweli wakati tunapanda mlima Sinai tulikuwa timu ya watu kama 20 na kidogo kuelekea 30. Wakati ule magaidi waliokuwa wameangusha utawala wa rais wa Misri Mohamed Morsi wote walikuwa wamekimbilia jangwa la Sinai.
Sasa wakati sisi tunapita hapo Sinai, maana tulilala chini yake kule Horeb. Sasa tukaambiwa hivi, huko Sinai hakuingiriki, magaidi wote wako kule. Na juzi tu wameua watu 3 huko, walikuwa naenda mlima Sinai. Sasa watu wote wakafa moyo. Mimi nikawaambia, jamani, neema ya kuja huku nimeipata, ni muujiza. Nataka nikafie Sinai. Mimi nikasema hivyo, mimi nicho kifo nakitaka, nataka nikafie Sinai. Haya maneno yakawatia moyo watu wengi. Dr. Msuya akasema, kwa kweli mimi nitakuwa nyuma ya mchungaji nife naye. Wengine tena wakaunga, tukapata watu 10. Tukaanza safari ya kupanda Sinai. Sinai yenyewe kupanda tu masaa zaidi ya 5, kushuka masaa 2.5. Kwa tukaenda. Sasa kwa sababu ni mtu mzima, kwa hiyo nilazimika nipunguze mwendo, niwe naenda pole 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 pole, akichoka na msimama na msubiri, tunakwenda mpaka tukafika kileleni. Tukamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema asante Mungu, kama kuna jambo umenitendea kwenye hili dunia ni kufika Sinai. Nimefika mahali Musa aliomba siku 40. Nikaanza kusikia hewa nzuri moyoni. Tukafanya ibada zetu pale, tukamshukuru Mungu, tukarudi. Sasa Msuya akasema, wewe kwenye maisha yangu ni mtu muhimu, maneno yako yamenisaidia. Kwa hiyo nikafikiri anatania yule baba, kila kija Dar es Salaam lazima nitafute, kila kija hapa lazima nitafute. Hasa akasema, ngoja nikukaribishe nyumbani kwake. Nikaribisha nyumbani kwake. Kufika pale, mzee katengeneza ikulu, anaishi kama, yani kule ilikuwa ni kila siku asubuhi mbuzi anaanguka mmoja, kesho anaanguka njogoo, yani ni wiki nzima ni kula tu. Sasa juzi nimepokea taarifa amemaliza safari. Kirahisi tu. Najiuliza, haya maisha ni nini? Na mimi kwa sani mtu namfahamu. Acha huyu Msuya makamu wa rais huyu baba. Yeye ni Msuya mwingine. Watu wako mitaa ile tena wamefuatana. Ameanza huyu akafuata huyu mwingine. Kwa unaona maisha ya hapa duniani, mimi namkumbuka kwa sababu ya ule wema. Lakini yeye ni daktari professional, amewatendea. Yani ulikuwa ukiuliza pale Arusha mjini watu 2 3, ukimtaja watu watakwambia ule moyo. Yule baba alikuwa na uwezo wa kuwasaidia watu hata wasio na hela, anawatibu. Yule baba alikuwa na moyo mzuri. Hospitali yake ilikuwa ya gharama kubwa, lakini alikuwa anapokea watu katika namna tofauti tofauti. Na mimi nilienjoy upendo wake. Bwana asifiwe. Sasa wewe ukiwa hapa duniani, miaka yote Mungu aliyokupa, ukijitathimini kuanzia kule mtaani kwako mpaka hapa kanisani na hata kwenye familia, mchango wako ni upi kwenye jamii? Umeigusa vipi jamii? Ndio maana sisi tukiwa kanisa hapa ni lazima pia tuiguse jamii inayotuzunguka. Yaani jamii inayotuzunguka hapa itutambue kwamba watu wapo. Na niliwapongeza wanawake kwa ufunuo walioupata wa kwenda kuwatia moyo watoto ambao hawana nguo za kuvaa wa shule zetu zinazotuzunguka. Wapigieni makofi wanawake. Amen. Huu ni moyo mwema, huu ni moyo mzuri. Kwa hiyo tuwatendee watu mema jamani, enzi za uhai wetu. Uhai wenyewe Biblia inasema imewapasa kufanyaje? Imewapasa kuzifanya kazi zake maadamu ni mchana, usiku unakuja. Sasa kabla usiku haujaja, kila mtu atende mema. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kila mtu afanyeje? Tende mema. Watendee mema watu. Lile ambalo haliko ndani ya uwezo wako ndio uliache, lakini lilo ndani ya uwezo wako litende. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukiona watu duniani wanakumbukwa kwa mema yao, hata mbingu pia zinakumbuka watu kwa mema. Hakuna naye kumbukwa kwa mabaya. Watu wanakumbukwa kwa mema waliotenda. Amen. Haya, pointi nyingine naelekea kumaliza. Naomba uziandike haraka. Pointi nyingine,
Haya, penda kujisamehe yale uliyokosea wewe. Penda kujisamehe yale uliyokosea. Na unganisha na jambo lingine, penda kuwasamehe waliokukosea. Usiwabebe watu moyoni mwako. Anza kujisamehe wewe, lakini pia penda kuwasamehe wengine yale waliokosea. Na lingine hapo, jitahidi kuyaachilia mabaya uliopitia. Nimetaja mambo matatu haraka. La kwanza, penda kujisamehe wewe. Bwana asifiwe. Kujisamehe wewe maana yake nini? Wewe una mapungufu ambayo huyafanyi vizuri. Sasa mapungufu yetu wakati mwingine huwa yanatuhukumu. Tuko pamoja? Yanatufanyaje? Yanatuhukumu. Kama kwa mfano wewe si mwaminifu kulipa fungu la 10, ni lazima moyo wako umebeba hatia. Sasa kama leo unatubu, unasema Mungu, natubu ili niachane na hii tabia, haina maana kwamba akili yako haielewi kwamba ulikuwa mjanja. Tuko pamoja? Kama wewe ulikuwa mvivu kwenye huduma, unafanya kazi ya Mungu kama ilimradi, hata ukitubu leo haina maana kwamba akili yako haitajua kwamba ulikuwa unapuzia kazi ya Mungu. Kama ulikuwa unatenda dhambi kanisani, kwa mfano umesikia neno la Mungu kwamba kimbia maovu, chukia maovu, na umechukua hatua ya kutubu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Umechukua hatua ya kutubu. Unanielewa ndugu? Amen. Haina maana kwamba akili yako haitakumbuka kwamba ulikuwa unatenda nini. Akili yako inakumbuka kwamba ulilala gesti, uliiba, ulikuwa unachonganisha watu, ulikuwa unafanya kosa fulani. Akili yako itakumbuka. Sasa iko hivi, ukisha kumwomba Mungu msamaha ukamuungamia Mungu, yeye anasamehe hapo, na anasema kama ilivyo mashariki na magharibi ndivyo alivyoziweka mbali dhambi. Sasa wewe utabaki na zile hisia zinabaki ndani yako. Sasa ni lazima uchukue ujasiri wa kujikubali. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio kujisamehe mwenyewe. Maana yake unajikubali. Anasema raha ujipe wewe mwenyewe. Unajikubali kwamba Mungu alishanisamehe. Sasa Mungu yeye ukitubu tu kwa moyo kwamba hapana, hii tabia si njema, nimeiacha, Mungu anakusamehe. Tuko pamoja? Mungu si kama mwanadamu. Mwanadamu anaweza kusema nimekusamehe ila sita, lakini sio Mungu. Mungu akisamehe yeye ameachilia. Hata kinachobaki ndani yako ni wewe kufanyaje? Kujikubali. Haya, la pili, kuwasamehe watu waliokuumiza, waliokukosea. Usipende moyoni mwako kurundika watu, murundike Yesu moyoni. Tuko pamoja? Amen. Muweke nani? Yesu. Muweke Yesu moyoni. Usipende kubeba watu. Tuko pamoja? Amen. Ndio maana sisi mimi ukivuruga ya kuvuruga na kuambia hapo na mimi nikishasema yamekwisha. Tuko pamoja? Amen. Yaani kitu ambacho hakiko sawa nitasema, hata familia yangu wanajua. Nitakwambia 1, 2, 3, 4, 5 kwa sababu mimi sipendi kukaa na mtu moyoni. Nitakwambia hapo hapo. Na nikisha maliza mimi tumemalizana. Tuko pamoja? Kwa hiyo jifunze kuto kuwabeba watu moyoni. Kwa nini? Kwa sababu ukiwabeba watu moyoni katika nia mbaya, watakuzuia kuomba vizuri, watakuzuia kuwaza vizuri. Matokeo yake kiroho chako kinaanza kuliwa, kinaanza kuharibiwa. Unanielewa mtu wa Mungu? Wangapi wananielewa? Amen. Kiroho chako kinaharibika, unaathirika ndani kwa ndani. Kwa hiyo penda mtu akikuudhi, akikukosea, mtoe moyoni. Tuko pamoja? Amen. Mtoe wapi? Moyoni. Ili uwaze vizuri, upumue vizuri, uombe vizuri, utafakari vizuri. Lakini kuachilia, la tatu nimesemaje? Kuachilia mabaya uliopitia. Yeah. Tuko pamoja? Amen. Haya, yako mambo ambayo tumepitia, ni lazima ujifunze kuyaachilia
ndani ya moyo wako. Tunajifunza kuwaachilia watu, lakini kuna mambo pia tumepitia sisi kama sisi, na wakati mwingine yanatufuata. Sasa jifunze kuyaachilia. Tunawaachilia watu, lakini pia tunaachilia na mambo mengine ambayo hayako sawa sawa. Sikiliza, jambo lolote baya huwa ndani ya fikira, kazi yake ni kukushusha moyo. Kazi yako ni kukuambia wewe utakuwa wa hivi, wewe hautafanikiwa, wewe utakuwa hivi. Unaona? Kwa jifunze kuyaachilia, kuyakataa, kwa sababu Mungu anakuangalia leo. Tuko pamoja? Ingawa anatuangalia jana kwa mema yale tunayotenda, lakini pia anakuangalia leo ukoje, unaendeleaje, unatembeaje. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Sasa hivi Mungu anakuangalia hapa, unawaza nini kwa ajili yake? Unawaza nini kwa ajili ya kesho yako? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo itakusaidia kuwa mtu mwenye mafanikio makubwa kwenye maisha yako. Haya, andika pointi nyingine. Pointi nyingine, penda kutafuta pesa katika nia njema. Hili ni jambo jema. Penda kutafuta pesa katika nia njema, yaani katika nia ya kweli, katika nia safi. Lingine, penda kuanza upya kila unapogundua umekosea. Na la mwisho okay, ni hayo mawili. Penda kutafuta pesa katika nia njema na penda kuanza upya kila unapogundua umekosea. Sikiliza mtu wa Mungu, wenye maisha usiogope kuanza upya. Ukigundua umefanyaje? Ukigundua umefanyaje? Umekosea. Yaani sijui nifanyeje jamani. Njoo hapa Baida, angalau shati yake inasikika vizuri. Naomba tumwangalie Baida. Samahani kidogo Baida. Sasa imebana sana. Toa hicho kisikizo kidogo. Sasa unaona, ngoja nitoe na cha pili. Samahani. Unaona Baida? Haya, kifunge hivi. Kifungie hapa, sio pale unapofungia. Hapo cha pili, fungia hapa. Fungia hapa. Tunamwona Baida. Amependeza, hajapendeza? Kwa nini hajapendeza? Sasa ili Baida nguo iweze kukubaliana, anatakiwa afanyeje? Afungue, aanze upya. Hebu fungua. Endelea. Amependeza, hajapendeza? Amependeza. Sasa kama vingekuwa, maana kuna shati zingine maana yake vifungo vinaendelea, angeendelea kufunga naenda juu, hali ingekuwaje? Baya zaidi. Hali ingekuwaje? Baya zaidi. Maana yake ukigundua umekosea, jifunze kurudi chini, uanze upya. Wewe sio Mungu, wewe ni mtu. Unanielewa? Rudi tayari, nimemaliza. Wewe sio Mungu, ni nani? Ni mtu. Na wala usijutie kwa mambo ulioharibu. Kwa sababu sisi ni binadamu. Wakati mwingine tunaharibu ili tujenge vizuri. Tuko pamoja? Amen. Sasa unaweza ukawa umekosea. Aliyekosea leo, kesho anatazamiwa akiwa na ufahamu mzuri wa kujifunza, anaweza kufanya vizuri kuliko hata wale waliokuwa wanafanya vizuri. Hiyo ndio imani yangu, mimi naamini hivyo. Lakini ni mdhaifu tu wa akili peke yake anayeweza kukosea akalala kwenye makosa. Tuko pamoja? Kwa hiyo jifunze kuanza upya unapogundua umefanyaje? Umekosea. Wala usijute kuanza upya. Tuko pamoja? Amen. Haya, pointi ya mwisho nimesema tafuta pesa katika nia njema. Jamani, kutafuta pesa ni dhambi? Kutafuta pesa ni vibaya?
kutafuta pesa ni jambo jema, lakini pesa tuzitafute katika nia gani? Katika nia njema. Usimdhulumu mtu, usimwibie mtu, usiende kuchukua pesa ya mtu kwa uongo. Tunaelewana wandugu? Sisi ni Wakristo, sisi ni wana wa Mungu waenda mbinguni. Tunaelewana vizuri? Usiende kuchukua pesa ya mtu kwa uongo. Usifanye namna hiyo. Ni afadhali hata kama nakudai mtu, mwambie Bwana, nia ya kulipa ninayo, lakini kwa kweli uwezekano haupo, nivumilie. Tuko pamoja? Kuna watu tunafanya utapeli. Unadaiwa hapa, unakwenda unahamisha hapa, unakwenda unafanya huku. Sasa kuna wakati shetani akishagundua wewe ni mtu wa tabia hiyo, huku anaharibu na hapa anaharibu na hapa anaharibu. Sasa unajikuta upo katikati. Sasa unajikuta sifa yako imeharibika. Sikilizeni niwaambie, kwenye hii dunia tunaishi kwa sifa zetu. Unanielewa vizuri? Kama kuna kitu cha kutunza, tunza sifa njema. Wakati mwingine imefikia mahali walokole hawaaminiki katika mashirika na maeneo mengi, kwa sababu wengine pia wanapelekaga upendwa kazini. Mtu akikupa kazi, akikupa nini? Kazi. Akikupa nini? Kazi. Hata kama ni mpendwa mwenzako, lazima kuwe na mipaka. Usichukulie kwa sababu mtu amenipa kazi unafanya vibaya. Tunaelewana jamani? Amen. Tunaelewana? Amen. Unafanya vibaya. Kuna rafiki yangu mmoja yuko hapa Dar es Salaam, ni mpendwa. Sasa alimpa kazi kijana mmoja. Yule kijana ni mtu wa dini tu. Sasa juzi akawa ananisimulia, alimpa chombo. Kazi aliyompa, alimpa chombo cha usafiri kama gari hizi taxi. Sasa anafanyia kazi kile chombo. Sasa kile chombo kimeshapitia kwenye mikono ya watu wengine huko, wamefanya vibaya sana, wapendwa. Sasa akampa tu mtu wa dini. Sasa yule mtu wa dini, ile siku waliopatana, I say, ikipita mpaka anajuta moyoni, anampigia, naomba unisamehe, nimekwama, kesho nitajitahidi. Na akisema kesho atatimiza vile. Sasa akawa nasema, Bwana, haya mambo ni ajabu. Sasa ningefikiri jamaa ameokoka, lakini sasa hajaokoka. Unaiona hii? Lakini amenizidia. Wapendwa, ndugu zangu, tunavyoingia kanisa hivi, kweli wewe uko hapa unasikia mafundisho haya, una akili timamu? Jamani, kumbuka somo letu linasema tumia akili ipasavyo. Tumia akili ipasavyo. Wewe uko hapa unasikia mafundisho haya, halafu kitoka hapa yule wa zamani, ufanyweje? Ufanyweje? Maana tutalaumiwa kanisani hatufundishi. Hivi ni kweli kanisani hatufundishi? Tukubaliane, kanisani hatusemi, tunasema. Sasa sisi twende tuwe kioo. Hebu sema kioo. Twende tuwe kioo. Umepewa kazi. Yaani hata aliyekupa, ngojeni niwaambie, mimi kuna wakati huwa naona wivu. Nasema hivi, ningekuwa leo kama Yesu sio kuniajiri kunipa kazi hii, yaani mimi wala hata nisingeomba mshahara kwa mtu. Mimi nisingeomba nini? Mshahara. Ningeenda kwa mtu nipe kazi. Hafu wewe utaamua unipe mshahara gani? Nikuonyeshe. Kwa sababu watu wema wanatafutwa, hawapo. Amen. Na wakipatikana ni wachache. Sasa unashangaa mtu anakuja anadai mshahara mkubwa, halafu hajaonyesha.
Yani hana kitu, yani hata naye kulipa anakulipa lakini ana swali. Hivi ni huyu mtu ni mtu wa aina gani? Tuko pamoja? Amen. Sasa ndugu zangu tulioko kanisani, tujitahidi kuwa wema. Tujitahidi kuwa tofauti na watu wengine. Amen. Haiwezekani tulioko kanisani wakati mwingine tunasababisha sasa Yesu alitoa mfano, chumvi ni njema. Chumvi kiharibika, itiwe nini hata ikolee? Itiwe nini hata ikolee? Sisi tulioko kanisani tunaishi huko mtaani, ni lazima tuwe na maisha tofauti. Kama kuna watu wanafanya ujanja huko, wafanya utapeli huko, wafanya wizi huko, wanaishishi maisha yasiyoeleweka, sisi tukiwa pale tueleweke. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wakitoa mfano waseme, yani unatakiwa tuwe na mtu kama fulani. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Utolewe mfano wewe. Hata kama uko pale sasa unauza genge, labda wewe ni bodaboda, wewe ni una pikipiki yako, una bajaji, au una biashara yako, una duka, una nini, wewe ndio utolewe mfano. Unaona, nilienda shuleni juzi hapa. Walimu wanaponipokea, wananipokea na habari njema ya watoto wetu, wale mabinti zetu wawili wale. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Wakasema, wewe ndio mwalimu wa wale watoto? Pastor, hongera. Wakaitana walimu. Sijua nilitoka pale na toka pale na mimi najisikia niko sawa. Sasa unaenda pale unakuta ushuhuda mbaya. Watoto wetu mlioko mashuleni, hapana, ni lazima muwe mabalozi wazuri. Muwe mabalozi wazuri huko mliko. Kila mmoja alipo awe balozi mzuri. Nimemaliza.